Warigani mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Top 5 Media kuweza kubadilishana na kujuzana yale ya kimichezo ambayo yanaendelea kujiri sehemu mbalimbali. Matumaini yangu yu mzima wa afya na unaendelea vizuri na mfungo wa Kwaresma na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama wewe uko tayari na unaendelea vizuri, twende kazi tukaangazie kuhusiana na mchezo kati ya Tanzania Prison dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, mchezo ambao unafanyika kwenye dimba la Jamhuri mkoani Dodoma kwenye majira ya saa 2 kamili za usiku. Mchezo huu ni miongoni mwa michezo muhimu kwa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kwa maana kwamba kila mmoja hapa anahitaji alama ambazo zitamsaidia kwa nafasi yake kusogea juu mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club, yeye anahitaji alama 3 muhimu ili aweze kujisogeza ama kumalia pale juu wa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, akiwa anaongoza msimamo wa ligi kuu akiwa na pointi zake 32. Lakini kwa upande wa timu ya Tanzania Prison, wao wanahitaji alama ili waweze kujikwamua kwenye pale walipo chini kabisa mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Mpaka sasa hivi Tanzania Prison wapo nafasi ya 15 kwenye michezo 15 waliocheza na kujikusanyia alama 13 pekee. Hivyo kila mmoja hapa anahitaji alama ili aweze kujisogeza juu mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Sasa kwenye kuelekea mchezo huu hapa ambapo kila mmoja anahitaji alama 3 na ni miongoni mwa michezo muhimu kweli kwa upande wa timu zote mbili. Kocha mkuu wa klabu ya Yanga yeye ameweza kuweka wazi kikosi chake kitakuwa kina mabadiliko makubwa kulingana na uhitaji wa mchezo husika, lakini pia kulingana na kuwakosa baadhi ya nyota muhimu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Sasa tuende tukakiangazia kikosi ambacho kocha mkuu wa klabu ya Yanga Bwana Pedro atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo kati yake dhidi ya timu ya Tanzania Prison unaofanyika pale kwenye dimba la Jamhuri mkoani Dodoma. Golini tutegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akianza kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya Yanga Sports Club, lakini kwa upande wa beki nambari 2 tutegemea kumuona mchezaji Yawa Tora Kwasi akienda kuzima eneo la beki nambari 2. Beki nambari 3 tutegemea kumuona mchezaji Shedrack Kiboka akienda kuzima kwenye eneo la beki nambari 3, huku beki nambari 4 na beki nambari 5 Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vyema na Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tutegemea kumuona mchezaji si mwingine bali Mohamed Damaro akienda kuzima katika eneo la kiungo nambari 6. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 tegemea kumuona mchezaji Max Nzengeli akizima eneo hilo, huku kiungo nambari 8 akiingia mchezaji si mwingine bali Mudasiri Yaya basi. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara tegemea kumuona mchezaji Depu, huku kwa upande wa kiungo mshambuliaji nambari 10 Arani Okelo, na winga wa kushoto tegemea kumuona mchezaji Buba Jamei akienda kuanza katika eneo hilo la winga ya kushoto ama mchezaji nambari 11. Hiko ndo kikosi ambacho naamini kocha mkuu wa klabu ya Yanga Bwana Pedro ataingia nacho siku hii ya leo kwenye kupambania alama 3 muhimu dhidi ya mpinzani wake Tanzania Prison kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Una maoni gani kuhusiana na hiki ninachokusogezea sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu.